Kipekee sana napenda kushukuru wewe binafsi mwenyekiti wetu, pamoja na wajumbe wa kamati kuu ya Chauma, wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya Chauma na wanachama wote wa Chauma kwa upendo wao na uamuzi wao wa busara uliopelekea kupokelewa tangu majuzi na leo hii kupokelewa kwa mamia na maelfu ya wanachama wapya waliojiunga na chama hiki. Mheshimiwa mwenyekiti, leo unaowaona hapa wote, 100% ya uliowapokea hapa leo na wengi wanaokusubiri mikoani kuwapokea wametumia nusu ya maisha yao katika siasa, tena siasa ngumu kweli kweli. Unaoona mbele yako hayuko aliye mwepesi. Unaomuona mbele yako hakuna ambaye aliye mvivu, hakuna mwenye hofu, hakuna mwenye woga, hakuna ambaye namna yoyote iwavyo anaweza akarudisha silaha yake nyuma katika mapambano ya kudai maendeleo ya kweli na kukiondoa Chama cha Mapinduzi madarakani. Hawa unaowaona mbele yako. Tumepima falsafa, tumepima itikadi, tumepima malengo na tumeangalia haiba ya Chauma. Tumeipima kwa muda mrefu, ndio maana tukaridhia na tukashawishi wenzetu, hebu twendeni Chauma tukaendeleze safari hii. Hii haina maana kwamba vingine vyote vilivyobakia ni vibaya, kwamba havina haiba njema, havina itifaki njema, havina itikadi njema. La, lakini ilipaswa lazima katika vyama 18 tuchague kimoja, kwa sababu kimoja tulikikataa tangu mwanzoni, nacho ni Chama cha Mapinduzi. Tulisema Chama cha Mapinduzi hapana, kwa sababu bado tuna nguvu, tuna uwezo, tuna sababu ya kupambana nao, tuna sababu ya kushindana nao ili tutimize ndoto za Watanzania za kuona mabadiliko ya kiutawala katika nchi hii. Mheshimiwa mwenyekiti, utofauti wa fikra na mitazamo haujawahi kuwa usaliti, haujawahi kuwa uhaini, wala haujawahi kuwa utovu wa nidhamu katika maisha ya mifumo ya kidemokrasia inayoheshimu pamoja na mambo mengine uhuru na haki ya maoni ya kila mmoja. Na bila shaka leo dunia itaona. Mimi kuna baadhi ya watu niliwaambia, mpo mtakao tuelewa mara moja, na mpo ambao mtachelewa kidogo kutuelewa, na mpo ambao kwa makusudi mtalazimisha msituelewe. Ushahidi wa leo wa mamia kwa maelfu ya watu waliofika hapa kutoka wilaya mbalimbali, majimbo mbalimbali, mikoa mbalimbali, kanda mbalimbali ni kiashirio cha mapokeo chanya, ni kiashirio cha kiu ya Watanzania wasiokuwa tayari kuiona CCM ikitamba kwenye uchaguzi, kwa sababu wanaelewa maumivu na hasara ya kuwaachia mabuya shamba la mahindi kuachia nyani. Wanaelewa kabisa. Wanaelewa athari za kukimbia mashindano, wanaelewa athari za kukaa mbali, wanaelewa. Hiki ni kielelezo. Na nataka nikuhakikishie Mheshimiwa mwenyekiti, bado na waheshimiwa wanachama wenzangu wa Chauma na wapiganaji wenzangu wa Chauma wako wengi wanaotuunga mkono na wataendelea kutuunga mkono. Kama tumeweza kuelezana kuja na tukaja katika mazingira magumu, tena mazingira ya kipindi cha muda mfupi, nini kitatushinda? Wapi hatupajui? Wapi hatujafika? Wapi hatujui passcode yake? Nini tufanye chama hiki kiweze kuwa imara? Wapi hatujui? Mheshimiwa mwenyekiti, ninapotoa maelekezo haya ya kwenda kukisuka chama, ninatoa kwa kujiamini kweli kweli. Yaani ninatoa kwa kujiamini kweli kweli. Ndani ya mwezi mmoja ninaamini tutaona mabadiliko makubwa ya Chauma ikiimbwa kila kata, kila jimbo, kila wilaya, kila mkoa na kila taifa. Sina chembe ya mashaka, kwa sababu tunajua, kwa sababu tunafahamu, na kwa sababu tunayo ari, tunayo nguvu, tunayo shauku, tunayo kiu ya kufanya hivyo, ile tuliyokuwa nayo miaka 10 iliyopita, miaka 15 iliyopita, miaka 20 iliyopita. Na ndio maana tunasema tunaendeleza tulipoishia, kwa sababu tunajua wapi tulipoishia. Wanachama wenzangu na wana wa ukombozi wenzangu wa Chauma, twendeni tukafanye hivyo.
tukafanya kwa wivu mkubwa. Nilitamani sana tuendelee kucheza winga mbili kushoto na kulia, tukipanda na kushuka, namba 7 mimi namba 11. Nilitamani sana, kwa sababu mchezo huo wanaujua kwamba Mwalimu namba 7, Kigaila nambari 11, tunapanda tunashuka kama wenye mapafu ya mbwa. CCM walituogopa, CCM walitukimbia. Tuliwafanya CCM wakaogopa kuvaa mashati ya kijani mitaani. Ni sisi. Eti leo tuwaogope? Eti leo tuanze kupambana nao kwenye clubhouse? Tuanze kupambana nao kwenye maneno laini? Hayo tutawaachia waimba tarab, hayo tutawaachia wasanii, hao tutawaachia wasingeli waimbe vimaneno. Sisi tutapambana tukiwa uwanjani, mtanange. Chauma, nguvu ya umma. Tuwaogope? Tulifikishwa mahala hapa, tulikuwa tunaangaliana hivi, hujui kesho yako ikoje, lakini unatoka unapambana na Chama cha Mapinduzi na unarudi ukiwa salama. Tushindwe leo? Kuna wakati hapa tulikuwa tunatembea na barua za dhamana polisi hapa. Maana kila wakati wewe utaitwa tu polisi, na kesi ni moja tu, uchochezi. Tulitembea hapa, hatukuogopa mitutu ya bunduki, hatukuogopa vitisho, hatukuogopa uchawi, hatukuogopa kila aina. Tulisimama vijana sisi kulinda heshima ya taifa letu, kwa pigania wa Tanzania. Leo turudishwe kwenye clubhouse, leo turudishwe kwenye Twitter, leo turudishwe kwenye mistari vya kutiana matumaini, huku tukiona matumaini ya Watanzania yanafifishwa. Waswahili wanasema utamu wa uongo uliotangulia kamwe hauzuii ukweli kudhihiri. Ukweli utadhihiri, na umeanza kudhihirika leo. Nini Watanzania wanakitaka? Uongo ndugu zangu. Majeshi yaliyotoka haya, kila jimbo, kila wilaya, kila mkoa, punda hatukuchoka kuubeba mzigo wa matumaini ya Watanzania. Hatukuchoka kuyabeba matumaini ya Watanzania. Tuko tayari kwa mapambano. Hii ni kama mwanajeshi aliyejeruhiwa akavua combat, akabadilisha combat, akarudi kuipigania nchi yake. Na sisi tunasema aluta, mapambano lazima yaendelee.